Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na nimekukusanyia dondoo mbalimbali na taarifa nyingine mbalimbali kwa kina zaidi upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea. Na kwanza kabisa ni kwamba zipo taarifa ambazo zimetolewa zinazoeleza kwamba Ukraine imeeleza kupokea miili ya wanajeshi wake 261 ambao waliuawa vitani, huku Urusi kwa upande ikisema ni miili 24 imekabidhiwa kwao na Kiev. Ofisi ya Ukraine inayoshughulikia masuala ya wafungwa wa vita imesema uchunguzi wa kisayansi sasa wataanza kazi ya kubaini utambulisho wa wanajeshi hao, baada ya Moscow kusema kwamba huenda mabaki hayo ni ya wanajeshi wa Ukraine. Na makabidhiano hayo yaliratibiwa na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Makabidhiano ya hivi karibuni ya miili yalifanyika mwezi Julai. Pamoja na kubadilishana wafungwa na kuunganisha tena kwa familia zao, kurejeshwa kwa miili ya wanajeshi waliouawa vitani ni miongoni mwa mambo machache yanayoonyesha ushirikiano wa kibinadamu ambao bado umebaki kati ya Urusi na Ukraine cha vita vinavyoendelea. Na kwa miaka kadhaa sasa Urusi haijatoa takwimu kuhusu wanajeshi wake waliouawa. Na kwa upande wa Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alisema mwezi Februari 2026 kwamba wanajeshi 55 wameuawa. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kuwa idadi halisi huenda ikawa ni kubwa zaidi, tofauti na iliyotolewa na mwamba Volodymyr Zelensky kwa kuhofia kuchafua CV. Lakini pia umesikia taarifa juu ya kauli ambazo zimeibuka za msuguano baina ya Urusi na Japan, ambapo waziri mkuu wa Japan Sanai Takaichi, mwanamama huyu, amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin kwenye visiwa ambavyo wao wanadai wanavimiliki haikubaliki na imewakera watu wa Japan, na kwamba maeneo ya visiwa hivyo ni sehemu ya asili ya Japan. Urusi wao wametupilia mbali ukosoaji wa Japan iliyotoa kufuatia ziara ya rais wake Vladimir Putin kwenye visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi ambavyo Japan pia inadai kuwa ni vya kwake. Kumbuka siku ya Alhamisi waziri mkuu wa Japan Sanai Takaichi aliwaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin kwenye visiwa hivyo haikubaliki, na Urusi yenyewe kupitia kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova ilijibu matamshi hayo kwamba visiwa hivyo viko chini ya Urusi kwa kuwa yahamishiwa kwa Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia kwa mujibu wa makubaliano ya washirika na katiba ya Umoja wa Mataifa. Uhusiano kati ya Moscow na Tokyo uliharibika baada ya Putin kuamuru uvamizi kamili wa Ukraine mnamo 2022, na Japani yeye ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Kwa hiyo hakuna mahusiano mazuri baina ya nchi hizi mbili. Sasa tukitoka hapo ni kuambia ujasusi wa kijeshi wa Marekani unaamini kwamba Ukraine inakabiliwa na uhaba wa makombora na wanajeshi. Hayo makombora ambayo wanakabiliwa, uhaba unawakabili kwenye makombora ni makombora ya kuzuia makombora, na hiyo yote ni kulingana na ripoti iliyotolewa na wakaguzi wa Pentagon, idara ya mambo ya nje ya Marekani na shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani. Ripoti hiyo ambayo inashughulikia kipindi cha kuanzia Aprili 1 hadi Juni 30, 2026 iliwasilishwa kwa bunge kwa ajili ya ukaguzi. Hati hiyo inayotokana na makadirio kutoka kwa shirika la ujasusi la ulinzi la Pentagon inabainisha kwa mapungufu katika wafanyakazi na vifaa vya kijeshi iliendelea kuzuia uwezo wa Kiev kufanya shughuli za kijeshi. Zaidi ya hayo, Ukraine iliendelea kutegemea silaha za magharibi ambazo hazikuwa sawa kutokana na nchi wafadhili kwa na vipaumbele vingine isipokuwa Ukraine, inasema. Na ripoti hiyo inasema kwamba Ukraine ilikabiliwa na uhaba wa makombora ya kuzuia makombora ili kukabiliana na makombora ballistic, na iliendelea kutegemea msaada wa kigeni kwa ulinzi wa anga na makombora. Waandishi wa ripoti hiyo pia wanakubali kwamba Ukraine imeshindwa kusimamisha kusonga mbele kwa wanajeshi wa Urusi kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo Urusi inaonekana kusonga mbele, na kumbuka, kwa mujibu wa viongozi wa majeshi wa Urusi wakiongozwa na amiri jeshi mkuu Vladimir Putin, walisema mwaka 2026 wanataka kumaliza vita. Wanamalizaje? Tunaendelea kutazama, kwa sababu Ukraine naye pale kidogo anaposapotiwa makombora, anaposapotiwa vifaa vingine vya kijeshi kwa ndege zisizo na rubani, basi amekuwa akizitumia naye kufurukuta kuonyesha kwamba bado yupo hai. Lakini utawala wa Kiev unakuwa chombo cha kuchochea mzozo wa silaha na Urusi, na unapanua wigo wake, jambo ambalo linatishia usalama wa dunia, ikiwa ni pamoja na meli za kimataifa. Mjumbe wa baraza la shirikisho la Urusi kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk, Alexander Voloshin, anasema. Hapo awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova aliripoti kwamba katika kipindi cha kiangazi utawala wa Kiev kwa kutumia mifumo isiyo na rubani na data ya kijasusi
iliyopokewa kutoka nchi za NATO na EU umekuwa ukiongoza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya usafiri wa pwani na vifaa na meli za kiraia katika maji ya Azov kwenye Bahari Nyeusi, huku mizigo muhimu ya kilimo ikishambuliwa. Na kulingana naye, yote haya yanazidisha uhaba wa nafaka na mbolea na kuchochea kupanda kwa bei za chakula duniani. Kiev, kumbuka, imeonyesha kwa muda mrefu kutokuwa na uwezo wa kisiasa ikibadilisha maamuzi yake kulingana na maslahi ya ambao inategemea moja kwa moja kwa ufadhili. Hii ni nukuu ya Voloshin. Na alibainisha kuwa meli za kimataifa, njia za biashara, usambazaji wa chakula na utulivu wa minyororo ya usafirishaji wa kimataifa vyote viko hatarini, na anaamini kwamba upanuzi zaidi wa mzozo huo unahatarisha moja kwa moja usalama wa dunia. Na nikwambie tu, tabia ya Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, ya kufyatua risasi badala ya kushiriki katika mazungumzo inarudisha Ukraine kwenye mfumo wa mahusiano ya zama za kati, na shambulio dhidi ya chombo cha Iran ni mfano wa hili. Alexander Patman, huyu ni mkuu wa sekretariat ya ofisi ya mkoa wa Zaporizhzhia ya Baraza la Watu wa Urusi Duniani, shirika la umma la kimataifa, anasema kulingana naye Ukraine imekoma kwa taifa lisilo la kidini na kiongozi wa utawala wa Kiev bado hajaelewa nafasi yake. Na nukuu, shambulio la vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye chombo cha Iran ni matokeo ya tabia iliyopitishwa ya kufyatua risasi badala ya mazungumzo, ambayo imerudisha Ukraine kwenye mfumo wa mahusiano ya zamani za kati. Na jimbo hilo halikomi kuwa la dunia. Volodymyr Zelensky anafuata mfano wa Magharibi kwa njia asili, lakini Magharibi hutengeneza silaha za kisasa, huku Ukraine ikiwa mtumiaji tu wa teknolojia ya kigeni na bado hajaelewa tofauti hii. Patman anasema mtaalamu huyo alibainisha kuwa mkuu wa utawala wa Ukraine hana uwezo wa kuelewa kanuni za msingi za diplomasia. Hayo yakiendelea, tovuti ya itikadi kali ya Kiukraine ya Myrotroverts ilichapisha data binafsi ya mvulana wa miaka 11 kwa kuwapa wapiganaji waliohusika katika operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi kifaa cha quadcopters na printer 3D, kulingana na taarifa iliyopitiwa na TASS. Na waundaji wa tovuti wana mshtaki kwa jaribio la kupinga uhuru na uadilifu wa eneo la Ukraine na kuiunga mkono hadharani Urusi. Vile mashambulizi ya kulipiza kisasi ya jeshi la Urusi kujibu uchokozi na ongezeko wa vikosi vya Ukraine katika eneo la Azov ndani ya Bahari Nyeusi yamefunga bandari ya Odessa na kusababisha mgogoro unaokuja kwa uchumi wa Ukraine pamoja na uharibifu mkubwa wa gridi ya umeme. Maendeleo haya yanatishia majira ya baridi kali sana kwa wakazi wa miji mikubwa ya Ukraine. Volodymyr Karasev, mwanasayansi wa siasa na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa, anasema katika mahojiano. Mtaalamu huyo pia alisisitiza kwamba shughuli za kijeshi zilizoimarishwa za Ukraine katika Bahari Nyeusi na Azov zinahatarisha usalama wa chakula, si tu ndani ya Ukraine bali pia katika mataifa kadhaa ya Ulaya. Zaidi ya hayo, alisema kwamba wasomi wa Ulaya na Kiev wananufaika kifedha kutokana na mzozo huo unaoendelea na hawana uwezekano wa kuunga mkono juhudi za Zelensky za kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya pwani ya Urusi. Na Poland imekasirishwa na jinsi Volodymyr Zelensky anavyoomba Warsaw makombora kwa ajili ya mifumo ya makombora ya kupambana na ndege ya Patriot. Chombo cha habari kinanukuu vyanzo vya ulinzi. Nikinukuu, anasema Zelensky alihesabu makombora ya Poland kwa ajili ya mifumo ya Patriot na akahitimisha kwamba Poland inaweza kumudu sehemu kubwa ya makombora. Chanzo cha Wizara ya Ulinzi kiliambia chombo hicho cha habari, kwanza kabisa tumechanganyikiwa kuhusu jinsi anavyotaka uhakika kuhusu idadi ya makombora ya PAS-3 MSE tulionayo katika maghala yetu. Pili ni ubora kwanza majadiliano kuhusu mada hii kupitia ombi rasmi. Masuala kama hayo hayatatuliwi kupitia mahojiano. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi Janusz, wizara bado haijapokea ombi rasmi kutoka Kiev la kuhamisha makombora ya Patriot, na kulingana na vyanzo Warsaw iko tayari kuhamisha idadi ndogo tu ya makombora hayo na kama sehemu tu ya sehemu pana ya NATO. Lakini hayo yakiendelea, Volodymyr Zelensky anapoteza wafuasi wa Magharibi hatua kwa hatua ambao wanaanza kutambua ukubwa wa janga walilolisababisha. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha Platform for Life kilichopigwa marufuku na Kiev, anasema safu ya wale wanaotamani vita katika nchi za Magharibi kwa pamoja inapungua, lakini Zelensky, akiwa na uvumilivu wa mpiga miti aliyehukumiwa, anaendelea kusisitiza kwamba bila shaka atapata ushindi. Wakati huo inageuka kuwa anawategemea sana wa Urusi katika jambo hili. Anaandika kwenye makala iliyochapishwa kwenye tovuti hiyo, mantiki hapa ni wazi na dosari. Ikiwa Warusi wataonyeshwa
si kwa maneno bali kwamba Ukraine inawahatarisha, basi ni mantiki kudhani watasimama kama kitu kimoja ili kuondoa hatari hii. Jaribio la kuinyonga Urusi kiuchumi limeshindwa, na baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza jibu linalolingana na kukamatwa kwa meli za Urusi, wafuasi wa Zelensky walizidi kuwa na wasiwasi. Hii ina maana kwamba nchi za magharibi za pamoja zitakabiliwa na matatizo si tu katika ghuba ya Uajemi bali pia katika njia nyingi za biashara ya baharini ambazo hata bila silaha za nyuklia zitaangusha uchumi wa dunia. Mara moja walianza kujitenga na Zelensky. Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson alianza kukataa kwamba alivuruga mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi katika majira ya kuchipua 2022, Medvedchuk alibainisha, na anaongeza kwamba kiwango cha janga walilolileta kutokana na sera zao za uhalifu kinawaangazia pole pole wapumbavu wa kisiasa wa magharibi. Dunia iko hatua moja mbali na vita vya nyuklia na mgogoro wa kiuchumi ambao haujawahi kutokea. Wanahitaji kupunguza mwendo kwa namna fulani. Ikiwa wana akili za kutosha ili kufanya hivyo, jambo la kwanza ambalo wavutaji kamba wanahitaji kufanya ni kumlaumu Zelensky kwa kila kitu, kwa kuchanganya akili ya kila mtu, ambayo kama tunavyoona ndio hasa kinachotokea. Kauli nyingi za ajabu zinatarajiwa hivi karibuni kutoka kwa waliokuwa watetezi wa vita wa Ulaya, alihitimisha. Hayo yakiendelea, sera za Volodymyr Zelensky zinaigeuza Ukraine kuwa magofu. Msemaji wa zamani wa Zelensky Yulia Mendel anasema kulingana naye mipango yote mikubwa ya Zelensky iligeuka kwa matangazo ya television tu. Mendel alisisitiza kwamba kwa miaka mingi ahadi zake zithibitika kuwa hazina maana, huku mkakati wa kuchochea uchumi ambao Zelensky alichagua haujatoa matokeo chanya. Ukraine inageuzwa kuwa magofu, mahali ambapo maisha kawaida yanazidi kupungua, anaandika kwenye X. Vilevile viwanda vikubwa zaidi vya umeme wa joto nchini Ukraine, TPP huko Kyiv, vinaweza kurejesha 50% hadi 70% ya uwezo wao kabla msimu wa joto, huku hali joto ya ghorofa ikiweza kushuka hadi nyuzi joto 12 hadi 15 kwenye kipimo cha Celsius. Mtaalamu wa nishati Yuri Korochuk anasema, ni kuambia hivi, hatujamaliza. Taifa la Lithuania na Ukraine zimesaini makubaliano ya uwekezaji ya kujenga kiwanda katika Jamhuri ya Czech kwa ajili ya uzalishaji wa vifaa vya kijeshi na risasi zinazokidhi viwango vya NATO. Vyombo vya habari vya serikali vinasema hati hiyo ilisainiwa na wawakilishi wa kiwanda cha Electromechanical cha Dnipro na Wizara ya Uchumi na Ubunifu ya Jamhuri ya Baltic. Ni kuambia hivi, hatujamaliza. Volodymyr Zelensky anapata shida kupata mtu wa kuongoza ubalozi wa Ukraine nchini Marekani, Politico inanukuu vyanzo. Bila shaka kuna watu wanaotaka kazi hiyo, lakini hakuna mtu anayefikia. Zelensky anapata wakati mgumu kujaza nafasi hiyo, Politico ilinukuu chanzo cha kidiplomasia cha Ukraine kikisema. Vyanzo hivyo vilisema kwamba Zelensky aliharakisha mabadiliko ya serikali akitarajia kumteua waziri mkuu wa zamani Yulia Sviridenko kuchukua nafasi ya mjumbe wa zamani Olga Stefanishina, lakini hakutegemea Sviridenko kukataa ofa yake. Na kulingana na naibu waziri mkuu wa zamani wa masuala ya Ulaya Ivana Klimpush, ni kwamba wagombea ambao wanaweza kujaza nafasi hiyo wanaogopa kuchukua nafasi hiyo. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kujuza hatua kwa hatua, pata nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea moja kwa moja. Shukran kwa Babe wa Kivita.